We wanted to come and say hello. Kuna kauli moja inasema ukiamua kuwa mwanaume unatakiwa kuwa mwanaume kamili na hautakiwi kuwa mwanaume ambaye unajivika kilemba cha wavulana, kwa sababu utafeli katika mipango yako mingi sana ambayo unahitaji kuweza kuifanya. Sasa niko hapa kwa ajili ya kuwaletea jambo moja ambalo na lenyewe linafanywa na wanaume. Juzi hapa tuliona wale viongozi wa zile nchi ambazo zipo katika ukanda wa Sahel, kwa maana ya Niger, Burkina Faso pamoja na Mali, walikutana na wananchi wa mataifa hayo, na mkutano huo ulifanyika pale nchini Niger, na mmoja kati ya watu ambao walizungumza ni Ibrahim Traore, ambapo yeye amesema wao wameamua kufa na kumwaga damu yao kwa ajili ya kutetea ukanda huo wa Sahel, lakini kuhakikisha wanapambana na mamluki wa kimagharibi na wale wote ambao wametumwa, mamluki waliotumwa na wa magharibi kwa ajili ya kuvuruga amani katika ukanda huo wa Sahel. Sasa hotuba yake ambayo alizungumza Captain Ibrahim Traore imenimpress sana, na mnajua nikiona kitu kizuri huwa natamani sana na nyie ndugu zangu familia muweze kuelewa kile ambacho kimezungumzwa, angalau katika kumbukumbu zetu tunakuwa tunasema kwamba waliwahi kuzungumza hivi. Unafahamu sasa hivi umri au kizazi hiki ni tunasimuliwa tu story kuhusiana na akina Thomas Sankara, tunasimuliwa kina Adolf Hitler, yani tunaambiwa kuhusu watu hao kwamba walikuwa ni watu wabaya sana. Yani mtu anakuambia Osama bin Laden alikuwa ni mtu mbaya sana, Saddam Hussein alikuwa ni mtu mbaya sana. Na mnajua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu historia ambazo ziliandikwa kuhusu hao watu ziliandikwa na watu ambao walikuwa wana maslahi yao, yani walikuwa na mipango yao. Kwa nini waliamua kuandika historia za namna hiyo? Kama sasa hivi mtu akija kukuambia Vladimir Putin ni mbaya sana, akikwambia Ibrahim Traore ni mbaya sana, inaweza kuchukua muda kidogo kuwaelewa, kwa sababu wewe pia umefuatilia kinaga ubaga juu ya ubora wa hao watu na kwa nini hao watu wanaonekana ni wabaya mbele ya macho ya hao watu wa kimagharibi. Kwa hiyo mimi akili yangu huwa inaniambia siamini kama Patrice Lumumba amewahi kuwa mtu mbaya kiasi hicho. Siamini kama bwana Thomas Sankara alikuwa ni mtu mbaya. Siamini kama Adolf Hitler alikuwa ni mtu mbaya. Siamini Osama bin Laden. Siamini kabisa kwa Saddam Hussein. Yani siamini kabisa kwamba hao watu wamewahi kuwa wabaya kiasi hicho, yani kiasi kwamba dunia imeandika historia za mambo yao mabaya tu. Yani ukisoma kitabu chochote kinaelezea ubaya wa hao watu, hiyo kitu kwangu kwa kweli huwa inanipa wakati mgumu sana kuweza kuielewa na kuhifadhi katika kumbukumbu zangu, kwa sababu hakuna historia ambayo inaeleza vizuri juu ya hao watu. Na hii ni kwa sababu hata media zenyewe ambazo zilikuwa zinatunza hizo kumbukumbu zilikuwa zinaandika kwa interest za wale ambao walikuwa wanawafadhili. Sasa sisi ambao siku hizi ni vyombo huru, hatuna mtu ambaye anatufadhili. Yani wafadhili wetu sisi ni nyie watazamaji wetu. Tuna kila sababu ya kuwaambia ukweli wa yale ambayo yanaendelea duniani. Sasa Captain Ibrahim Traore wakati amepewa nafasi ya kuzungumza katika mkutano huo ambao ilikuwa alihutubia maelfu ya raia ambao walikuwa wapo kwenye uwanja mmoja wapo wa mpira, na alizungumza maneno haya. Anasema wanafurahia kulitamka hili kila siku kila mwaka katika nyanja ya uchumi kwamba Burkina Faso ndiyo nchi maskini, Mali ni taifa maskini zaidi, Niger ni taifa maskini wa kutupwa. Tumepangwa kati ya nchi za mwisho maskini zaidi duniani. Sasa hiyo sio shida kama sisi ni nchi maskini kama wasemavyo wao, ila inapofikia hatua tunataka kuchukua hatua, tunawaambia watu wao waondoke nchini mwetu, lakini hawataki. Kwa nini huwa hawataki kuondoka licha ya kwamba mataifa yetu ni maskini? Tunachukulia mfano Niger. Kwa zaidi ya miaka 40 baadhi ya nchi zimekuwa zikinyonya na kuiba zile uranium zao kwa ajili ya kuzalisha umeme kwa ajili yao, kwa manufaa yao tu. Kutoka Ottawa mpaka Paris, miji hii imependeza kweli kweli na kuna mwanga kila sehemu, lakini huko Niger ni giza totoro ambalo tumebaki nalo. Ukitembelea katika mataifa yetu, ardhi yetu imechafukwa, imetapakaa mashimo yaliyochimbwa madini, hasa madini kama dhahabu zetu. Cha kushangaza huko hakuna hata barabara zinazoelekea katika maeneo yaliyochimbwa madini yetu, hata hakuna huduma za kijamii katika maeneo hayo. Ndiyo maana
tumeamua kupigana na kutafuta mustakabali wetu wa nchi zetu kwa mikono yetu, na kuna mifano mingi zaidi ya huo ambao tumeuzungumza. Lakini tunapojaribu kupambana na sasa tunakaribia kujishikilia wenyewe, kutokuwa kama watumwa, na ni lazima tutume ujumbe kwa watu wao, yani kwa viongozi wao, kwa sababu walitengeneza aina hii ya upigaji ambao ulipelekea viongozi wetu wa nchi kuacha kabisa kuwatumikia wananchi na kuwatumikia wao. Na sasa sisi tumekuja kuvunja minyororo hiyo, na tunajua ni jambo ambalo linawachanganya sana wao. Walitudanganya na kutuingiza katika mipango yao, na hatuwezi kuwa sehemu ya upigaji huo, na ni lazima tuipiganie Afrika yetu. Na kwa sababu walitengeneza vibaraka, ni lazima wafuate sheria zao na kupita katika chain au minyororo yao, hao vibaraka ambao walitengenezwa. Lakini sisi hapana, sisi tumegoma kuwa sehemu ya huo ujinga. Ndio maana nilipoingia madarakani tulianza kuwatimua katika mataifa yetu. Wameyavamia na kuyatawala maeneo yetu kwa kuweka wanajeshi wao pamoja na wakufunzi wao ambao wanatoka katika mataifa yetu. Kuna vibaraka wametumwa katika ukanda wa Sahel kuamua kutengeneza propaganda na kuwalaghai watu wetu, wakitaka wafanye maandamano dhidi ya utawala wetu. Kwa kuongezea, katika mapigano ya chini kwa chini, mashambulizi katika vyombo vya habari, pamoja na kutengeneza taarifa feki kwa lengo la kutuharibia sifa zetu. Cha kushangaza, watu wetu katika ukanda wa Sahel sasa wanaelewa na kamwe hawawezi kudanganyika kutokana na hayo ambayo yanafanywa na hizo nchi za kimagharibi. Wananchi wetu wanajua wapi walipotoka, wapi walipo na wapi wanapokwenda, na kamwe hatuwezi kuruhusu aina hii ya ujinga wao. Watu wetu kwa sasa wameamka kwa ajili ya kujipambania wenyewe, na sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya kizazi kijacho. Na tunashukuru sana kwa mapambano yote ambayo wananchi mnayaonesha, na sisi tunasema tutahakikisha tunapambana nao. Tutapigania uhuru wetu wa kweli wa kujitegemea, lakini pia kuwa uhuru katika kila jambo. Kwa sababu kitendo cha wananchi wa ukanda wa Sahel, tunatakiwa wote kuwa na kauli tatu. Kwanza, sisi tuna demokrasia. Pili, kuwa na uhuru wa pamoja. Tatu, lazima tuheshimu haki za binadamu. Haya ni mambo ambayo ni lazima tuyazingatie kisawasawa. Tunafahamu mataifa yao wanasema wamechagua kufuata demokrasia, haki, uhuru pamoja na mbwembwe zote, na hiyo ni kwa mujibu wa sheria zao, na sio sheria zao kuwa sheria zetu. Hakuna jambo jipya katika eneo hilo. Wanasema wanataka wapandikizo hizo taratibu zao na kwetu, kwa sababu wao wanajua kwa nini waliamua kufanya hivyo. Walitunga hizo sheria kwa manufaa yao, na ndio maana waliweka vipengele hivyo. Sisi tumeamua kulichukua jukumu la kujipambania sisi wenyewe, hakuna wa kutupambania. Na ndiyo maana mwezi Julai tarehe 26 mwaka 2023, wakati Niger walipoamua kubadili upepo kwa ajili ya kujisimamia wao wenyewe, kupinga utumwa, hao vibaraka walifyata mkia kwa kukimbia vibaya mno. Waliwaweka vibaraka wao mbele na kuanza kutangaza ifanyike vita huko Niger. Sasa hili kwa sasa limekwisha kabisa na kamwe hatutaruhusu litokee. Sasa tumewaonya kwamba yeyote anayetaka au anayetujaribu au anataka kujaribu kuivamia Niger atakuwa katuvamia sisi, na tutahakikisha tunaingia katika mapambano nao mpaka mwisho kabisa, na tunajitolea kwa damu kupambana na anayetaka kuvamia mataifa yetu. Uamuzi huu na kauli hii ya pamoja tumeipanga jana, tutakuwa hivyo kesho, itakuwa hivyo kesho kutwa, na itakuwa hivyo maisha yetu yote ya hapa duniani. Na ndiyo maana hata muungano wetu wa Saheli tulipoanzisha tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2023, tukauweka mpango huo katika mipango muhimu kwa ulinzi wetu wa pamoja. Tumelipanga hili na tutalisimamia kuhakikisha ustawi wa muungano wetu wa Sahel, ambao ndio umetuunganisha pamoja, unatukatanisha pamoja, na unatufanya tuwe imara zaidi ya kuwa na ulinzi. Tutajiimarisha kiuchumi, kifedha, miundombinu, afya, elimu pamoja na mambo mengine. Kifupi, Traore anasema wamejipanga vibaya mno. Anasema naamini nyakati hizi ni nyakati ambazo tunaandika historia ya muungano wa Sahel, Afrika na dunia kwa ujumla. Mwenyezi Mungu atuangazie nuru wote na kila mmoja aliyepo hapa. Mwenyezi Mungu atupe uthubutu katika majukumu haya ambayo tumejipa. Lakini kubwa kuliko yote ni kwamba tunapotekeleza majukumu haya lazima tuweke katika akili zetu jambo hili:
Uongozi wa kijeshi unalenga kundi kubwa la watu wetu katika umoja wetu na kutengeneza maisha bora kwa watu wetu. Na kutokana na hilo, tunamuomba Mwenyezi Mungu, Mungu wetu mtukufu, atusaidie katika majukumu yetu, atulinde wote, awalinde wapiganaji wetu. Tunawashukuru watu wote kwa kuwa nasi hapa kwa ajili ya kuwajadili masuala haya ambayo ni kwa mustakabali wa mataifa yetu. Kwa mara nyingine tena, asanteni watu wa Niger kwa kuwa pamoja na mshikamano wa watu wote wa ukanda wa Sahel, na ni lazima kulipigania taifa letu mama mpaka mwisho wa maisha yetu, mpaka tunapoingia kaburini. Hii ilikuwa ni kauli ambayo ameizungumza Kapteni Ibrahim Traore katika mkutano huo wa Sahel ambao umefanyika mapema mwezi wa 5 mwaka 2025. Unaweza kuona, moja, ukitaka kugombana na watu wa magharibi, wagundue kwamba umeshtuka na umegundua kwamba unapigwa. Yani wagundue wewe umeshtuka kwamba unaibiwa na unataka kujiondoa katika huo mnyororo wa kuibiwa. Hapo ni lazima watakutafuta kwa namna yeyote ile ili wahakikishe wanakuua na wanakupotelezea mbali na wanavunja kabisa ushahidi. Lakini kwa bahati mbaya sana sasa hivi ni kwamba yanayoendelea Ibrahim Traore yeye mwenyewe anayaona, anayajua, anayafuatilia na anasema atapambana nayo. Assimi Goita anasema atapambana nayo kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Na viongozi wengine wote ambao wanasema wao watahakikisha wanapambana mpaka tone lao la mwisho la damu, huku wakimtanguliza Mwenyezi Mungu, wakitanguliza wananchi wao na wakimtanguliza kila mtu ambaye anayo nia njema ya kuhakikisha kwamba Afrika inarudi katika ubora wake, Afrika inarudi katika nafasi yake, na pengine tunarudi katika nafasi ambayo mababu zetu walipambana, lakini kwa sababu ya uchu wa madaraka, uchu wa uchumi wa watu wachache ambao walijinufaisha, ndipo hapa tulipofikia. Lakini kwa hiki ambacho kinaendelea sasa hivi, ni lazima dunia itoe mlio, ione nini Afrika ambacho kwa sasa wanakitaka. Na ndio maana viongozi wanatamka wazi kwamba ukiangalia kutoka Ottawa kwenda mpaka Paris, ukitembea eneo hilo ni mwanga mtupu. Hiyo Ottawa ni kule Ufaransa. Paris ni mji mkuu wa hiyo Ufaransa. Yaani ukitoka Ottawa mpaka unafika Ufaransa, hapo barabarani utapita ni mwanga mtupu. Lakini ukitoka hiyo Niger, ukitoka hapo Burkina Faso, ukitoka hapo Mali, ambako huo mwanga unaotengenezwa kule nchi za Ufaransa pamoja na maeneo mengine unatokana na rasilimali zinazotoka katika mataifa hayo matatu. Wanasema this is big no, na hairuhusiwi kabisa kuiruhusu ikaingia katika circulation yetu, kwa sababu itatusumbua vibaya mno. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.